So dakta kabisa, mtazamaji wa Rushauri TV, hali gani? Ni matumaini yangu uko vyema kabisa, na kama sivyo basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Ni kubariki katika siku nyingine tena ya Mei 13, 2026. Karibu kuyaangazia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Kama ilivyo ada, kila asubuhi tunakupa muhtasari kati ya mengi ambayo huandikwa na wahariri kwenye kurasa za magazeti ambayo yanakuwa yametufikia mezani. Mimi ni Justin Kosa, ndiye ambaye nitakayokupitisha katika uga wa kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Nikukumbushe tu, kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni Rushauri TV, unaweza kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Na sasa moja kwa moja tuanze na kurasa za mbele, nikianza na gazeti Mwananchi Tanzania. Ukurasa wake wa mbele limeandika gesi ya kupikia ya paa ya ng'ata, bei yaongezeka kati ya shilingi 5,000 hadi 6,000 kwa mtungi. EWURA yasema inafuatilia hali ya soko, kampuni za kana kupandisha bei. Bei mpya ya mtungi wa kilo 15 ambao awali ulikuwa ukijazwa shilingi 57,000 kwa sasa unajazwa shilingi 62,000. Habari hii ipo kurasa wa 4, lakini kuna habari nyingine hapa inasema gharama kuwaona madaktari za wakera wa bunge, Shabibi awashukia vigogo. Habari ipo kurasa wa 6. Saa 48 za kishindo Chadema Arusha na Mbeya. Anasema wakati wa Tanzania wakitoa mitazamo tofauti kuhusu mustakabali wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kufuatia kusitishwa kwa shughuli za kisiasa kutokana na zuio la mahakama, hali imeonekana kubadilika baada ya chama hicho kurejea. Habari hii tutakwenda kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 12. Lakini tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema MCL kuzindua mwongozo wa matumizi ya AI katika uhariri. Ni habari ambayo ipo kurasa wa 6, lakini sababu wenye msongo wa mawazo nchini kuongezeka. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 6. Gazeti Mwananchi Tanzania limeandika hivyo katika siku hii ya leo, lakini sasa tuangazie gazeti Mwanahabari ambapo lenyewe limeandika miradi ya EA Corp na SGR kuongeza ushirikiano Tanzania na Uganda, lakini kamishna umeme na nishati jadidifu mhandisi Innocent Loga asema mradi wa EA Corp unatekelezwa kwa wakati, sasa umefikia 85%. Ni habari ambayo ipo kurasa wa pili. Mbali na hivyo pia kuna habari nyingine hapa inasema TPDC yaongoza uchimbaji gesi Songosongo, serikali yaanza mazungumzo ya kuongeza leseni ya PAET. Habari ipo kurasa wa 3. Kuna habari nyingine inasema serikali ya awamu ya 6 imetatua jumla ya hoja 15 za muungano kwa Gilwa. Ni habari ambayo ipo kurasa wa 14. Kuna habari picha ikimwonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na viongozi mbalimbali baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam jana, akitoka nchini Uganda ambapo alihudhuria sherehe za uapishi wa rais wa nchi hiyo Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Sawa, lakini Dr. Akwilapo kuunga mkono vijana wanaotengeneza samani Masasi. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa pili. Gazeti Mwanahabari limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Na sasa tuangazie gazeti Majira ambapo lenyewe limeandika Samia aonesha dhamira ya kuenzi na kulinda muungano, serikali yake yatatua na kupata ufumbuzi jumla ya hoja 15 kati ya 18 za muungano na kuondolewa kwenye orodha ya hoja za muungano zilizokuwepo. Lakini TPA yapunguza tozo ya bandari kwa 50%. Migogoro 1046 yapatiwa ufumbuzi Kigoma. Serikali yatangaza kiama wavamizi maeneo ya wazi, lakini Balozi Omar atoa maelekezo kwa NBAA. Serikali yapongeza utekelezaji mradi wa EA Corp. Marekani yatangaza vikwazo kwa wanaoisaidia Iran, lakini serikali inavyoimarisha zaidi upatikanaji huduma za afya. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Lakini tukiachana na gazeti Majira, sasa nalikamata gazeti Taifa Tanzania ambapo lenyewe limeandika Rais Macron atangaza uwekezaji wa dola za Marekani bilioni 27 Afrika, lakini 314 wapata huduma ya uchunguzi wa moyo Njombe. 37 kati yao wapewa rufaa kwa matibabu ya kibingwa. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema mfumo wa kukusanya taka ngumu mbioni kuanza nchini. Tanzania kuendelea kutumia akili unde katika kukabiliana na maafa. Hii ni habari nyingine ambayo imeandikwa ndani ya gazeti hili Taifa Tanzania. Lakini TPA yapunguza tozo ya bandari kwa 50%. Sawa, gazeti Taifa Tanzania limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Tukiangazia gazeti Tanzania Leo limeandika Samia au ndege wawili kwa jiwe moja, kazi zake katika utalii zaanza kuneemesha sekta zingine. Ndege Ulaya kuleta watalii moja kwa moja kuja Tanzania, lakini matunda na mboga, maua, samaki
kupelekwa Ulaya. Lakini kuna habari nyingine nasema Tanzania kunufaika uwekezaji dola bilioni 27 utazalisha ajira 250,000 barani Afrika. Mwigulu asisitiza matumizi ya rasilimali. Zanzibar mbioni kutoa vibali ajira mpya. Hii ni habari nyingine pia ambayo imeandikwa ndani ya gazeti hili la Tanzania Leo. Lakini hoja 15 kati ya 18 za muungano zapatiwa ufumbuzi na serikali. Gazeti Tanzania Leo limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Gazeti wa Machinga limeandika Songosongo hakupoi, TPDC yaongoza uchimbaji wa gesi asili ya kitalu cha Songosongo, serikali yaanza mazungumzo kuongeza leseni ya Paeti. Lakini Makamba asema kitalu hicho kinaendelea kuzalisha wastani wa futi za ujazo milioni 84.7 za gesi asilia kwa siku. TPA yapunguza tozo ya bandari kwa 50%, yasisitiza tozo hiyo ni muhimu katika kufanikisha maboresho makubwa ya bandari nchini. Lakini miradi ya EA Corp na SGR kuongeza ushirikiano wa kiuchumi Tanzania na Uganda. Na hapa kuna habari picha kionyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na Rais wa Uganda Yoweri Museveni kwenye hafla ya uapisho wa rais huyo iliyofanyika katika viwanja vya Kololo, Kampala nchini humo. Sawa. Kwagilwa asema serikali ya Samia imetatua na kupatia ufumbuzi hoja 15 za muungano. Lakini Dr. Kwilapo kuwaunga mkono vijana wanaotengeneza samani Masasi. Gazeti wa Machinga limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Lakini tukiangazia gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika simulizi ya kutisha ni ya mama aliyetiwa hatiani kwa kumuua mwanawe wa miezi 8 kisa mapenzi. Mama yake aliondoka akiwa msichana mdogo wa miaka 21, amerudi akiwa bibi. Mei 24 mwaka 1999 alishtakiwa kwa tuhuma za kumuua mtoto wake mwenye umri wa miezi 8. Alihukumiwa kifo, akakaa gerezani miaka 26. Faili lililopotea miaka 19 la mwokoa. Kuna kauli yake hapa. Rehema Ndoje anasema nilirudi gerezani, askari wakashangaa, walisema kesi yangu ilipaswa iwe ya kuua bila kukusudia, ambayo ningefungwa miaka michache, lakini sio hukumu ya kunyongwa, maana sikukusudia. Kuna wakati nilichoka, nilijiuliza kwa nini kesi yangu imekuwa tofauti. Habari hii utakwenda kuisoma zaidi ukurasa wa 2 na wa 15. Lakini kuna habari nyingine nasema nitawatajia wanaokwamisha viwanda vya dawa, kauli ya Shabibi mbunge wa Gairo. Lakini Sonona janga jipya kwa taifa ni habari ambayo ipo kurasa wa 4. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yatangaza ajira mpya za walimu 2000. Lakini polisi sasa jino kwa jino na dadapoa. Rais Samia ashuhudia Museveni akiapishwa muhula wa 7. Gazeti Nipashe Mwanga Jamii limeandika hivyo katika siku hii ya leo na linanipa wasaa wa kuangazia moja kwa moja habari za michezo na burudani. Na tukianza na gazeti Habari Leo, kurasa wa nyuma limeandika Mafia avuliwa taji Afrika. Lakini Singida Black Stars ya tamba, TRA na JKT hakuna mbabe. Yanga na Dodoma Jiji pumzi muhimu. Lakini Yanga kwanza ujenzi wa uwanja wa kisasa Jangwani. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 23. Tukiacha na gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma, gazeti Nipashe ukurasa wa nyuma limeandika Azam FC na Singida TRA United vitani kusaka tiketi kafu. Yanga na Dodoma Jiji kibaruani Singida. Lakini Simba na Mashujaa tambo za tawala. Ndivyo ambavyo gazeti Nipashe limeandika katika ukurasa wake wa nyuma. Nikiangazia gazeti wa Machinga Sport, ukurasa wake wa nyuma limeandika beki TRA United kurejea Simba. Lakini Waziri Makonda saini hati ya makubaliano AFCON. Chemalon awa MVP Algeria. Dodoma Jiji yajipanga kuitibulia Yanga. Sawa, gazeti wa Machinga Sport limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Lakini gazeti Taifa Tanzania ukurasa wake wa nyuma limeandika Soa akati ya mazoezi Simba licha ya kurejeshwa kikosini. FIFA yaishika pabaya Yanga kisa madeni. GSM na uongozi wa Yanga wakutana kujadili mradi wa uwanja wa kisasa. Sawa, gazeti Taifa Tanzania limeandika hivyo katika ukurasa wake wa nyuma. Na sasa tuhitimishe na gazeti la Mwana Sport katika michezo na burudani. Gazeti mahususi kwa habari za michezo na burudani limeandika issue ya waamuzi kutoka nje hatutoboi, hoja 6 zatajwa, issue ya malipo ya zua gumzo. Lakini mkufunzi wa waamuzi afichua jambo zito. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa 8. Lakini Mo Salah kuliongoza jeshi la mafarao. Hii ni kuelekea kombe la dunia ambapo mpaka hivi leo bado siku 29 na Juni 15 kundi G kutoka kwa mchezo kati ya Belgiji na Misri. Habari hiyo kurasa 15 utakwenda kuisoma zaidi. Lakini beki Simba alamba dili. MCL yazindua mwongozo wa matumizi ya AI. Lakini dimba jipya
Yanga mambo hadharani. Hii ni habari ambayo ipo kurasa wa pili. Leo Jumatano kutakuwa na mwendelezo wa michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambapo Mbeya City itakuwa inacheza na Coastal Union majira ya saa 8 mchana. Sawa, gazeti Mwanaspoti limeandika hivyo katika siku hii ya leo na linanipa wasaa kuhitimisha kwenye kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Ulikuwa nami Justin Kosan, nikukumbushe hii ni Lushauri TV. Kama ndo kwanza unaungana nasi, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu ambazo tunakuwekea kupitia mitandao yetu ya kijamii hapa YouTube, lakini pia Instagram tukitumia Lushauri TV, sawa kabisa na kule Facebook tukitumia Lushauri TV. Asante na kwaheri.